Shalom, shalom, shalom wapendwa. Naomba kwanza niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ameweza kuniajalia usiku wa leo au asubuhi ya leo, ili nikaweze kujifunza pamoja nami habari njema za kuhusu wokovu. Leo nataka tujifunze kitu kimoja katika Biblia, na nataka tujifunze kuhusu dhoruba ya wokovu. Mtu anapookoka, wengi wanadhani ya kwamba kumpokea Yesu ndio chanzo cha maisha yao kuwa shwari. Lakini ukweli ni kwamba unapompokea Yesu huwa kuna dhoruba katika maisha yako utakayoipitia. Kigezo cha wewe mlokole kumpokea Yesu sio sababu ya wewe kuishi maisha ambayo ni mteremko. Lazima dhoruba zitainuka, lakini ukiwa ndani ya Yesu, hata kama dhoruba zitainuka namna gani, lazima utaweza kushinda. Lakini ukiwa umeokoka, lakini ndani yako hauna Yesu, dhoruba zikiinuka, wewe lazima utaanguka tu, kwa sababu hauna msingi. Sisi wa Kristo, msingi wetu ni Yesu Kristo. Ukiwa ndani ya Yesu huwa uko na msingi, lakini ukiwa huna Yesu hauna msingi. Ndiposa Wakristo wengi wamesahau ya kwamba bila Yesu katika dunia hii hauwezi kufanya chochote. Bila mwana wa Mungu ndani yako, Mkristo, hauwezi ukafika mbali. Dunia hii ina mambo mengi sana. Dunia hii iko na dhoruba nyingi sana. Kuna dhoruba ya magonjwa, kuna dhoruba ya umasikini, dhoruba ya kuachwa na wapendwa wetu au na mabibi zetu na walioolewa. Kuna dhoruba pia ya kuachwa na mabwana. Zote hizo ni katika hali za hapa duniani, lakini ukiwa ndani ya Yesu mpendwa, kila kitu kinawezekana. Nataka tujifunze maandiko kuhusu dhoruba ya wokovu, na tujifunze katika kitabu cha Mathayo 8 mstari wake ni wa 23. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba akapanda katika mashua, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko mkuu baharini, hata mashua ikafunikwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, utuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakahamaki wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari zinamtii? Amen. Hapa tunaona siku moja Yesu akiwa anahubiri, alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake, wakawa wanavuka ng'ambo. Lakini katika ile harakati ya kuvuka ng'ambo, Yesu kuna kausingizi kalimshika akalala. Kwa hiyo baada ya Yesu kulala usingizi, dhoruba ikainuka. Dhoruba iliyokuwa kali sana ikaanza kupiga kile chombo, kiasi cha kwamba wale wanafunzi walikosa kukidhibiti chombo kile. Wakaanza kupiga kelele, wakaanza kulia kwa uchungu, maana walidhani ya kwamba huo ndio mwisho wao. Lakini wakakumbuka kwamba kuna Yesu yupo katikati yao. Wakamwamsha Yesu, wakasema, Bwana, tunaangamia, tuokoe. Yesu akainuka, akaweza kutuliza ile dhoruba, nao wakapatwa na mshangao. Kitu cha kujifunza mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu katika maandiko haya ni kwamba
Haijalishi utapitia dhoruba gani katika dunia hii, haijalishi utapitia dhoruba gani, magumu kiasi gani, machungu kiasi gani hapa duniani, lakini ukiwa na Yesu moyoni mwako, ukiwa na Yesu katika maisha yako, ile siku utakayomuita, basi Yesu lazima atasimama vile alivyosimama katika mashua iliyokuwa imepigwa na dhoruba na akaweza kuituliza, ndivyo atakavyosimama katika majaribu yako na kuyatuliza. Amen. Kwa hivyo wapendwa, katika ibada ya leo na kuhimiza kwamba shikilia sana Yesu, usimwache aende. Kuna msanii mmoja kule Tanzania anaitwa Rose Muhando, anasema kamata pindo la Yesu, kwa sababu ni kwake tu ndiko kuliko na wokovu. Wokovu hauko kwingine isipokuwa ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu, dhoruba utazishinda. Na ili Yesu aweze kuja kwake, lazima kuna kanuni au sheria lazima uzifuate wewe kama Mkristo, kwa sababu Yesu hawezi kuja kwake pasipokuwa na wewe kuapply sheria za mbingu ndani yako. Jambo la kwanza, lazima uwe mtakatifu. Kuwa mtakatifu manake ni kuchukia maovu. Jambo la pili, lazima uwe mtu wa maombi, maana maombi yanakuconnect wewe na mbingu. Pasipokuwa na maombi, hauwezi kupata ile connection ya mbingu. Jambo la tatu, lazima uwe mtu wa kusamehe. Siku moja wanafunzi wa Yesu wakamwambia Yesu, tunaomba Bwana utufunze kuomba kama vile Yohana alivyowafunza wanafunzi wake. Katika kuwafunza kuna mahali Yesu anawaambia, utusamehe dhambi zetu kama nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Meaning, usipokuwa mtu wa kusamehe, hauwezi ukapata connection ya mbingu, kwa sababu ukisamehe naye Mungu ana uwezo wa kukusamehe. Unaposamehe wengine, nawe ukiingia katika maombi, Mungu ni rahisi kukusikia. Mungu ni rahisi kujibu maombi yako. Mungu ni rahisi ya kukusamehe wewe, kwa sababu anasema sameheni nanyi mtasamehewa. Yaani fanyieni watu mema nanyi mtafanyiwa. Kwa hivyo mtu yeyote anayepingana na hizi kauli, huyo mtu hawezi kuzipokea mbingu au hawezi kumpokea Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ujumbe wa leo ni kuhusu kukaa ndani ya Yesu. Ukikaa ndani ya Yesu, kila kitu kinawezekana. Japo dhoruba zitainuka, maisha yako yatapigwa, lakini anasema niiteni nami nitaitika. Ukiwa ndani ya Yesu, unapomuita tu ataweza kukuitika, lakini usipokaa ndani ya Yesu, hata ukamuita hawezi kukuitika. Amen. Kwa hiyo kaa sana ndani ya Yesu. Saidia watu, saidia yatima. Katika msimu huu wa Krismasi, saidia yatima. Jenga uhusiano mwema baina yako na majirani yako. Waliokukosea, kawaombe msamaha. Watu mliokwazana, enda ukapatane nao katika msimu huu wa Krismasi, ili mwaka wa 2026 uanze upya maisha yako na Yesu Kristo. Uanze upya maisha yako na Yesu Kristo. Kwa hiyo mwaka huu, samehe waliokosea, enda ukalishe yatima, tenda mema, tenda wema kwa kila mmoja. Ndugu uliokoka, fuata sheria zote za wokovu katika Biblia, nawe utamuona Yesu. Nawe utamuona Yesu katika dhoruba zako utakazozipitia.
Yesu atasimama. Yesu atasimama. Vile alivyosimama katika mashua iliyokuwa imepigwa na dhoruba, ndivyo utakavyosimama katika dhoruba zako, kupiganie, nawe utatoka ukiwa na furaha. Shalom, shalom. Bwana awabariki sana.